Huu ni mwaka wa uchaguzi mwaka wa uchaguzi. Taratibu wa katiba yetu ya nchi, kila baada ya miaka 5 tunafanya uchaguzi mkuu. Kwenye chama tulishamaliza na ndio maana tukapatikana sisi, ndio? Sasa hizi tunaenda kwenye uchaguzi mkuu wa serikali. Tulikuwa na nafasi zinazogombewa hizi 3. Nafasi moja sisi wajumbe wa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa tushaimaliza. Tulimaliza mapema sana. Mimi na mjumbe mwenzangu hapa tulishamaliza kufanya nini? Kutuletea mgombea. Mkutano mkuu uliazimia na uliagiza halmashauri kuu ya CCM Taifa kwenda kuketi mara moja na kuleta jina la mgombea Chama cha Mapinduzi. Na kweli walipokea maelekezo haya wakaenda kufanya. Na mimi najivunia nimekuwa moja ya watu ambao nitasema niliingia kwenye historia ya kuiagiza halmashauri kuu iende kaketi mara moja na iweze kuleta jina la ukiwa na mayumba. Kwa hiyo sisi tulipata fursa hiyo na sisi kushiriki kwa sababu sisi ni wajumbe wa mkutano mkuu. Kwenye umoja wa vijana tunatoka watu hawa 3. Mimi mwenyekiti, katibu na mjumbe wa baraza kuu la umoja wa vijana taifa. Ndio tunaenda kushiriki kwenye mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo walienda wakaleta jina na sisi kwa umoja wetu tukampa kula 100%. Tukampitisha Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa hapa ndo narudi kule alikosema katibu kwamba hii hapa 5 tena kwa Samia. 5 tena kwa Samia. 5 tena kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndiyo mgombea pekee ambaye ambarikiwa kupewa miaka 5 mingine. CCM oye! Sasa zimebaki nafasi hizi 2. Nafasi ya ubunge na nafasi ya udiwani. Nafasi hizi mpaka sasa hazina mgombea. Hazina nini? Hazina wagombea. Kuna utaratibu wa chama ambao upo. Tafika wakati baraza la madiwani litavunjwa. Pale tunasema sasa kwenye upande wa udiwani refa amepiga nini? Kipyenga hapo. Twendeni. Kama una spidi kila laheri. Kama spidi yako ndogo maana watu watakuacha, watawahi kwenda kuchukua fomu au watawahi kwenda kufunga goli. Lakini baada ya hapo tena itafika nafasi ya ubunge, bunge litavunjwa. Na likishavunjwa bunge maana yake tena hapa hatuna mbunge. Maana yake hapo sasa fursa kwa yule ambaye anaona ana uwezo na ana nia ya kwenda kuwasaidia wananchi wa eneo husika. CCM oye! Sasa mimi kama mwenyekiti wa umoja wa vijana nawaomba vijana sana, nawaomba mara mwisho nilifanya kikao na wenye viti na makatibu wote wa wilaya wa mkoa wa Ruvuma. Nilifanya nao kikao na lengo la kufanya nao kikao niliwaambia mazumuni yangu katika kila wilaya lazima tupeleke vijana ambao wataenda kuwa madiwani wakatuwakilishe kwenye council za halmashauri. Lengo letu ni nini? Lengo letu tukapate watu watakao tusemea. Leo kuna viti maalum UWT wanasemewa. Sisi hatutusemea nani kama tusipoenda wenyewe? Kwa hiyo tumeweka dhamira hiyo katika kila halmashauri lazima tuingize vijana ili waende wakawazungumzie vijana wenzao. Leo tunasema kwa kuna 10% zile za mama zile 442 zile. Kuna 2 za walemavu, 4 za wanawake na 4 za vijana. Hizi tusipopata watu wa kutusemea tutapigwa sana kapa. Yaani lazima tukapate watu ambao watasimama kwenye council zetu huko na wakasema kwa kutuwakilisha vijana wenzao. Kwa hiyo ni dhamira yetu. Na mimi niwahakikishieni kila atakaposimama kijana nitafika kupiga kampeni. Kila atakaposimama kijana kwenye mkoa huu nitasafiri, nitafika kuziomba kula
kwa wananchi ili waweze kumchagua kijana. Kwanza ana uwezo, lakini pia kijana ana fikra pana za kesho. Unatosha. Nyang'anya wazee wetu, mama zetu hizo nafasi, hapana. Tunataka kiasi tu watu wachie sisi umoja wa vijana, twende tukatikise kwenye zile halmashauri kule, ili vijana wenzetu waweze kupata fursa. Tunawapenda sana wazee wetu, wao ndio waasisi wa hiki chama. Watu wachie nafasi kidogo na sisi tupate kuionja keki ya taifa. Kwa wao watapata nafasi na sisi watuachie kidogo tu, kama ambavyo UWT wamekuwa wakizipata kidogo na wakiwa wanawakilishi kwenye halmashauri hizo. Wazi. Sawa sawa watupe kidogo. Wale wazee wetu ambao wameendelea kufanya vizuri na wamekuwa wakifanya vizuri wakati wote, waendelee na wao. Watapofika wakati najua na wao watasema sasa sisi umri umefika, tunahitaji kupumzika, tuwaachie vijana. Na ndio wakati sisi wa kuanza kujifunza huu. Hatuna wakati mwingine. Leo ukienda kwenye sensa vijana hapo zaidi ya 65%. Haya, tukisema wao wasigombee tunawapeleka wapi? Tutaenda kutengeneza janga kwenye taifa hili. Tutaenda kutengeneza nini? Janga. Kwa hiyo sasa ili tusitengeneze janga, lazima tuwaachie wasitaki kidogo kidogo. Vijana wenzetu wafanye nini? Wakashika hizo nafasi za dola. Kwa hiyo mimi niwaambie vijana wenzangu, nendeni mkagombee.